Kama unakumbuka, asubuhi kabisa na kupatia taarifa kuhusu wanajeshi wa Urusi kufanya ukombozi wa makazi mapya huko mkoani Sami nchini Ukraine, lakini pia huko mkoani Donetsk, ambako nilikufahamisha kwa undani kabisa kuhusu kwa nini pia wanajeshi wa Urusi wameanza uvamizi mpya kwenye mkoa wa Sami, lakini pia mashambulizi makubwa zaidi yakiripotiwa karibia kila siku dhidi ya vikosi vya Ukraine. Taarifa ambayo pia nitakufahamisha muda huu ni kuhusu ya kwamba wanajeshi wa Urusi tayari pia wameanza kuzingira wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Donetsk, kwenye moja ya makazi ambayo pia tayari wanazidi kuyashikilia au kusonga mbele, lakini pia kuna raia takribani 56,000 wameondolewa huko mkoani Sami nchini Ukraine, ambako pia huko Urusi imesonga mbele kwa mashambulizi makubwa, huko pia ikiendelea kushikilia au kuteka makazi mapya. Hivyo basi mamlaka kutoka nchini Ukraine waliamuru ya kwamba raia waweze kuondolewa katika jimbo hilo. Basi karibu sana na kufahamishe hichi ambacho pia kwa sasa kimeripotiwa na wataalamu wa kijeshi kutoka huko nchini Urusi kuhusu ya kwamba wanajeshi wa Urusi wameweza kuwazingira wanajeshi wa Ukraine kwenye moja eneo huko mkoani Donetsk, huku pia raia wengi wamehamishwa katika mkoa wa Sami ambako wanajeshi wa Urusi wameanza kuingia pia katika jimbo hilo. Na ukumbusha kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi unaweza kufanya hivyo, pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi uzipate kwa muda mwafaka. Pia unao nafasi ya kupata taarifa hizi na matukio haya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa nyingi za kimataifa, lakini pia mapigano ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita baina ya Urusi na Ukraine, lakini pia huko Mashariki ya Kati ambako pia Gaza mashambulizi mapya tayari yamekwisha kuanza. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kabisa na grupu letu la matukio moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 tu kwa nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambayo ni 0679619650. na rejea tena, yani 0679619650. Hii ni nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kupata taarifa na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko nchini Urusi, Ukraine, lakini pia huko Mashariki ya Kati. Kwanza kabisa napenda nianze na taarifa, kisha baadaye nitakupatia uchambuzi kuhusu taarifa hii. Baada ya ukombozi wa makazi ya huko Novo-Olenovka huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk, mapema kabisa wiki hii wanajeshi wa Urusi pia waliotumwa karibu na makazi ya huko Konstantinovka sasa wanaunda pete kuzunguka nafasi za adui au wanajeshi wa Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameweza kuambia hivyo shirika la habari TASS kutoka huko nchini Urusi, ambako wizara ya ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti mapema siku ya Jumatatu ya kwamba vikosi vya nchi hiyo vilikomboa makazi au jumuiya ya huko Novo-Olenovka mkoani Donetsk katika siku moja iliyokwisha kupita. Na mnukuu, hivi sasa wanajeshi wetu wanasonga mbele, yani wanajeshi wa Urusi kuelekea huko Konstantinovka kutoka pande tatu. Kwanza kabisa kutoka Chasiv, ambako safari ya kuelekea Konstantinovka inaendelea kutoka Novo-Olenovka. Vikosi pia vinasonga mbele kuelekea huko kusini magharibi mwa eneo la Konstantinovka. Marochiko alisema kwamba wakati huo pia vikosi vinakaribia kutoka upande wa Dzhansk unaoitwa Toretsk na Ukraine kuelekea huko Konstantinovka. Pete karibu na Konstantinovka inaimarika, lakini bado hajaimarishwa. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilivyowekwa karibu na makazi ya huko Konstantinovka vinakabiliwa na mashambulio makubwa kutoka pande tatu mara moja. Kwa maneno mengine, jeshi la Urusi sasa linafanya mashambulizi makubwa pamoja na mashambulizi ya ubavu kutoka pande zote. Afisa wa kijeshi huyo anayefahamika kama Andrei Marochiko aliweza kusema hivyo na amenukuliwa hivyo na shirika la habari la TASS kuhusu taarifa ya wanajeshi wa Urusi kuwazingira wanajeshi wa Ukraine katika maeneo ya huko Donetsk, na maanisha Novo-Olenovka kuelekea pia huko Konstantinovka mkoani Donetsk.
Wakati pia yakijiri hayo kuhusu wanajeshi wa Urusi kuwazingira wanajeshi wa Ukraine au kuwazunguka zaidi katika eneo la Donetsk, pia imeripotiwa ya kwamba wakazi takriban 56 wameondolewa kabisa kutoka mkoani Sami huko nchini Ukraine kutokana na mashambulizi mengi ya Urusi katika jimbo hilo. Karibu wakazi 56 wamehamishwa kutoka jimbo la Sami, huko juhudi zikiendelea kuwahamisha wakazi zaidi chini ya maagizo ya lazima kuhama. Olei Hilhorovi ambaye ni gavana wa Sami ameweza kuripoti hivyo kuhusu taarifa ya wakazi hao 56 kuhamishwa kutoka jimbo hilo. Wilaya ya Sami iliyoko kwenye mpaka wa kaskazini mashariki mwa Ukraine na Urusi inaweza kushambuliwa kila siku na iko ng'ambo kidogo na mkoa wa Kursk ya Urusi, eneo pia ambalo linakabiliwa na uvamizi wa Ukraine, ambako pia hadi sasa kwa asilimia kubwa kabisa eneo hilo lote limekwisha kukombolewa na Urusi. Katika miezi hivi karibuni wanajeshi wa Urusi pia wameongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya mabomu ya angani yanayoongozwa na ndege zisizo na rubani karibu na maeneo ya huko ya mpaka wa jimbo la Sami nchini Ukraine, ambapo hivi karibuni Urusi imekuwa ikitumia vikundi vidogo vya washambuliaji kujipenyeza katika eneo kwa nia ya kupanua mstari wa mbele wa kivita. Kwa sasa zaidi ya wakazi 86 wako chini ya maagizo ya lazima kuhama katika eneo hilo, na takribani 65% ya watu tayari wamehama. Hilhorovi aliweza kuripoti hivyo, ambako pia jumla ya wakazi 2400 walihamishwa katika wiki iliyopita. Gavana huyo aliongeza hivyo. Uhamishaji huo unaendelea baada ya mamlaka za mitaa mnamo mwezi Septemba mwaka 2024 kuagiza kuhamishwa kwa lazima kwa watoto wanaoandamana na wazazi wao kutoka eneo lililopanuliwa ndani ya eneo la kilomita 10 linalopakana na Urusi. Wakazi wote ndani ya eneo la kilomita 10 linalopakana na Urusi tayari wamehamishwa kabisa, utawala wa kijeshi umebaini hivyo. Uhamisho wa ziada unakuja kufuatia shambulizi la Urusi dhidi ya basi la raia huko Bilopilia mkoani Sami mapema asubuhi ya Mei 17, ambalo lilisababisha watu takribani 9 kuuawa na kuwajeruhi wengine takribani 7. Hilhorovi alisema kuwa jumla ya wakazi 13 waliuawa wiki iliyopita katika mashambulizi ya Urusi katika eneo hilo. Na hichi ndicho pia ambacho kimeripotiwa kuhusu ongezeko la mashambulizi ya Urusi, ambako pia raia wanazidi kuhamishwa kutoka mkoa wa Sami huko nchini Ukraine, ambako sasa karibu raia 56 tayari wameondolewa katika jimbo hilo kutokana na mashambulizi mengi ya Urusi, ambako bado pia Urusi hajatoa sababu kwa nini imeanza huo uvamizi wa mkoa mpya wa Sami, ambako pia taarifa ambazo zipo mpaka sasa ni ya kwamba Urusi inafanya operation katika maeneo 4 ikilenga kuyarudisha, yanamaanisha Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia na Kherson. Hivyo pia bado kabisa taarifa za ndani kutoka Moscow hazijaeleza kwamba kwa nini Moscow pia inafanya uvamizi huo kwenye mkoa wa Sami na kuanza kushikilia baadhi ya maeneo, ambako pia taarifa hiyo jana ni kufahamisha kiundani kabisa kuhusu Urusi kufanya mashambulizi na kuanza kuteka makazi mapya kwenye jimbo hilo la Sami. Hivyo basi ambacho kitakuwa kinatokea zaidi nitakuwa na kufahamisha hapa. Cha msingi hakikisha kwamba unazidi kuwa nami kila siku na kunitembelea kila siku na kila wakati, ili pia kufahamu mengi ambayo yanakuwa yanajiri kwenye huo mzozo kati ya Urusi na Ukraine.